Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa sana. Tumsifu Yesu Kristo, watu wa Mungu. Karibu tena katika programu yako, channel yako takatifu uipendayo ya Utume wa Mapinduzi ya Kiroho, kwa ajili ya mjadala wa neno la Mungu kwa mara nyingine, ili kusudi kwa pamoja, mimi na wewe, sisi sote pamoja, mimi, wewe, yule na wale wengine wote, tutafakari maneno muhimu sana yanayolihusu neno la Mungu. Leo kwa dakika kadhaa twende kutazama kitu ambacho tunapaswa kuwa makini nacho na kukiepuka, ambacho ni kitu cha hatari sana, ni sumu mbaya sana sana katika maisha yako ya kiroho, katika uhai wako wa kiroho, ambayo inaweza kuathiri moja kwa moja hata uzuri wa maisha yako ya kimwili. Si kitu kingine tunakwenda kujadili kuhusu dhambi ya msingi, dhambi mbaya, dhambi moja hatari sana kuliko zote. Dhambi zote ni hatari, lakini hiyo naita ya hatari sana zaidi kuliko, kwa sababu hiyo huwa na tabia kuita baba lao na dhambi, au mama lao na dhambi, yani baba yao na dhambi nyingine zote, au mama yao na dhambi nyingine zote. Kwa hiyo ndio maana kwa msemo mwingine tu wanaita baba lao, kiboko ya dhambi nyingine zote. Yani ni miongoni mwa dhambi, lakini yenyewe hiyo ni mzalishaji mkuu wa dhambi, ni mborea, ni kichochezi, ni kiwezeshaji, ni chanzo cha dhambi nyingine zote. It is an influence factor to all other types of sins. Influencing factors, kitu ambacho kinawezesha vitu vingine kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakwenda kuongea kuhusu kitu kinaitwa kiburi, dhambi kuu na mbaya, ambayo ninaita dhambi ya msingi, na si mimi naita, bali ndivyo ilivyo. Ni dhambi ya msingi, ambayo hiyo ndio dhambi ya kwanza kufanyika kabla ya dhambi nyingine zote kufanyika mbinguni na duniani. Hii dhambi ilifanyika kwa mara ya kwanza huko mbinguni. Aliyeifanya sio yule unayemfikiria haraka, ambaye watu huwa wamezoea kusema kwamba ndiye aliyetenda dhambi kama wa kwanza. Lakini ni kweli, huyo anayefikiriwa kwamba ndiye aliyetenda dhambi mara ya kwanza, na tena kama ni mtenda dhambi wa kwanza, kwamba ni Adam na Eva, ni kweli kwa upande wa duniani. Lakini tunapoongea kuhusu dhambi kwa ujumla, kwamba dhambi ya kwanza iliyotendeka haijafanywa na Adam alifanya dhambi ya kwanza duniani, lakini dhambi ya kwanza ambayo ndio ya kwanza kabisa mbinguni na duniani ni ya kiburi iliyofanywa na Adam. Iliyofanywa na Shetani. Iliyofanywa na Lucifer, maana wakati huo alikuwa bado hajawa Shetani. Alikuja kuwa Shetani baada ya kuwa ametenda dhambi hiyo. Kwa maana Lucifer ilikuwa ni jina zuri sana, zuri na makerubi mzuri wa Mungu. Shetani huyu ambaye tunamwita Ibilisi, Shetani leo, alikuwa malaika mzuri aliyeitwa nyota ya asubuhi ing'aayo. Bila shaka aliitwa hivyo wakati ule alivyokuwa mwimbaji mzuri sana kuliko wale waimbaji wazuri wa nyimbo za Injili ambazo zinatubariki hata sasa. Wanaoimba sasa hivi mnawajua majina. Yeye alikuwa mwimbaji bora zaidi kuliko hao. Alafu akawa na kajina kazuri Lucifer. Nadhani ulikuwa ukilitaja hilo jina huko mbinguni, kila mtu anasema, oh, Lucifer, oh.
kama ni tukio fulani linatarajiwa kufanyika, nikatangazwa kwamba na Lucifer atakuwepo, nafikiri kila mtu alikuwa anasema lazima nihudhurie, na Lucifer atakuwepo. Malaika mkuu wa Mungu. Hey. Sasa huyo ndiye akafanya dhambi hiyo kubwa kubwa, ambayo hiyo ni msingi wa dhambi nyingine zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila pia Bwana Yesu atusaidie sana. Fungua macho yako ya rohoni, utazame TV hii, channel hii, upate lesoni, upate somo hili. Fungua na masikio yako ya rohoni, usikilize kile kinachojadiliwa hapa, kikiletwa kwako na Mungu mwenyewe kupitia chombo hiki, speaker hii, kitenda kazi hiki, pamoja na mdoli wako, mdoli wa Kristo. Huyu si mdoli wako lakini na wewe sio mdoli wako, lakini sijui niitweje kwako, kwa maana kama mimi leo hii ninasimama hapa kwa mfano wa mtumishi wa Mungu, au kama mtumishi wa Mungu, manake mimi pia ni mdogo sana sana kwako wewe unayesikiliza. Ndivyo neno la Mungu linasema, kama mtu akiwa mtumishi kuwahudumia wengine au kondoo, yeye huyo ni lazima afanyike kwa mdogo kwa wale anaohudumia. Kwa hiyo hata kama mimi sio mtumishi wako, lakini mimi ni kadogo kwako kwa sababu ya huduma hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakwenda kuzungumza kuhusu kiburi. Kiburi, tabia mbaya ambayo Mungu anaichukia sana. Mungu anaichukia sana sana sana, na hawezi kuacha kuichukia, kwa sababu anajua kwamba hicho kiburi ndicho kinapelekea maovu mengine yote. Hawezi kuacha kuichukia. Tunathibitishaje kwamba Mungu anachukia kiburi? Acha tuangalie katika mstari wa Biblia ambao unathibitisha kwamba Mungu anachukia kiburi. Hebu fungua kitabu cha Mithali sura ya 16. Halafu soma katika mstari wa 5. Sitasoma kuanzia juu huko. Ukitaka kujua kwamba mtumishi wa Mungu hapa aliongea hili neno akiwa ametokea wapi, utafuatilia. Utarudi kwenye mstari wa kwanza, utasoma mpaka ufike hapo, afu kitaka utateremka chini. Lakini mimi nasoma mstari huu mmoja. Sikiliza. Panasema hivi: kwa rehema. Nimesema mstari wa 5. Sawa. Mstari wa 5 unasema hivi: kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana, hakika hatakosa adhabu. Dangerous. Dangerous. Dangerous desire. Hatari. Kiburi, dhambi moja hatari. Fikiria, hii inamaanisha kwamba ukiwa na kiburi automatically Mungu anakushukia. Sasa jipime, je, katika maisha yako una chembe yote au element au vijitapia au mienendo inayokufanya wewe uitwe kwamba una kiburi, na wewe mwenyewe mara ulipo unajishuhudia kwamba una kiburi, hata kama si kila siku, lakini kuna nyakati una kiburi. Basi alafu utafakari kwamba kwa hiyo sasa kama ni hivyo, ina maana Mungu ananichukia. Si utapata woga. Kwa hiyo hata kama bado hatujaenda kutafakari neno la Mungu, tubu. Anza sasa kutubu. Tubu, piga magoti peke yako. Tubu. Piga hata magoti ya rohoni wakati unaendelea kusikiliza neno la Mungu. Huo unaendelea kulisikiliza huku unaendelea kutubu. Maana umejibaini kwamba una kiburi, na tayari unajua kwamba Mungu anamchukia mwenye kiburi, na anasema sasa hata kosa adhabu mtu huyu mwenye kiburi. Kwa hiyo kiburi ni hatari sana. Mungu anakuhakikishia kwamba kama una kiburi hutakosa adhabu. Ni wewe tu kujua una kiburi maeneo gani. Rekebisha. Mara nyingine huwa najikuta nacheka kwenye mara ambapo si pa kucheka. Kama hapa ningetakiwa nilie. Lakini ni hatari. Bora tumejua. Lakini sasa huo mstari nimeukuletea kama introduction, ili ujue kwamba kile tunachokwenda kukijadili ni kitu ambacho Mungu anakichukia sana. Kwa hiyo na wewe
kama mtu unayemtafuta Mungu, kama mtu unayetafuta utakatifu, kama mtu unayetafuta mbingu, kama mtu unayetafuta uzima wa milele, unatakiwa uungane na Mungu kuichukia tabia au hii dhambi ya kiburi. Hakuna dhambi hata moja Mungu anapenda. Lakini hatujawahi kusoma mara fulani Mungu anasema kwamba amepoint dhambi fulani specifically, akasema namchukia mtu anayefanya dhambi hii. Lakini sasa ameiongelea, ameipoint hii dhambi ya kiburi, anaichukia na anaitenda hata kosa adhabu. Mithali 16:5. Sasa kabla tujakwenda kuzama zaidi, acha tufanye maombi madogo kwa ajili ya kuingia vizuri katika hii discussion, ili Mungu au pamoja nasi kweli kweli katika mjadala huu. Tunakukaribisha Mtakatifu Baba wa mbinguni, Mungu Jehova Jireh, wewe unayekichukia kiburi, wewe uliyesema kwa kinywa cha mtumishi wako kwamba kila mwenye tabia ya kiburi hatakosa adhabu. Tunakusihi utujalie Baba katika jina la Yesu Kristo, utujalie kuwa na mioyo ya nyama, ili mioyo iliyopondeka, ile mioyo ambayo ikisikia sauti yako haifanyiki kuwa migumu. Tunakusihi katika jina la Yesu Kristo uwe pamoja nasi katika discussion hii takatifu ya kusikiliza neno lako takatifu kwa mioyo iliyovunjika na kupondeka. Tukalipokea neno lako kwa mioyo iliyovunjika na kupondeka, tukalikubali, tukaweze kuwa na mioyo ya nyama, tukabadilike, tukaache kiburi, tusiende kufanana na shetani ambaye alianzisha dhambi ya kiburi na anaendelea kuwachochea na watu wako wafanane naye, ili kusudi siku atakapohukumiwa apate wenzake wa kuhukumiwa pamoja nao. Tunakusihi ukatujalie nguvu ili tukaweze kumsaliti huyo shetani, tusiweze kufuata tabia zake za kiburi, sisi tuwe wenye mioyo ya nyama, ili kusudi tuwe rafiki zako Yehova Jireh. Katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tunaomba tukiamini, amina. Twende pamoja sasa tunapokwenda kujadili neno hili la Mungu. Hebu fungua kitabu cha Isaya. Fungua kitabu cha Isaya, halafu tuangalie katika sura ya, twende kwenye sura ya 14. Halafu tutasoma kuanzia mstari wa 12, halafu twende mpaka mstari wa 15. Halafu tuangalie sasa kuhusu kiburi. Kiburi is very bad. Kiburi tabia mbaya. Kiburi hatari. Kiburi jambo la kuepuka sana, jambo la kukemea. Kama unajijua una tabia ya kiburi, na inawezekana sana wewe tabia ya kiburi unayo, kwa sababu mambo ambayo ni matunda ya kiburi yanadhirika katika maisha ya watu wengi, ambapo ukichambuliwa ukapewa mifano, wewe mwenyewe utajigundua kwamba wewe mwenyewe una kiburi. Unaweza ukawa na kiburi lakini usijijue kwamba una kiburi. Ndio maana mimi mara nyingi huwa nasema kwamba saa nyingine basi ni bora tujifunze kuwa na aina nyingine ya kiburi, ambayo mimi huwa naita kwamba ni aina nzuri ya kiburi. Kuwa na kiburi cha kumdharau shetani na mambo yake. Mimi naona badala Mungu kuchukia anaweza akakupenda. Tujadili. Hii huwa naita kiburi, lakini hiyo inakuwa sio kiburi, ila mimi naipindisha na igeuza hivi. Kwa maana kwamba unapokuwa kichwa ngumu dhidi ya shetani, manake umemfanyia shetani kiburi. Mfanyie shetani kiburi, usiwe na kiburi cha aina ya kumchukiza Mungu. Ukimfanyia jeuri shetani, ina maana una kaidi mambo yake. Ukiyakaidi mambo ya shetani na mbinu zake, manake umemfanyia yeye kiburi. Unakuwa vice versa na kile kiburi ambacho Mungu anakikataa. Kwa hiyo wewe utajikuta unampendeza Mungu. Hebu tujage, tugeuze. Tuwe tuna kiburi dhidi ya shetani, tusiwe na kiburi dhidi ya neno la Mungu. Tutabarikiwa. Sasa tusome. Umeshafika mstari wa mbali, nimekutajia afu sikusoma. Sasa acha na mimi nisome, nijiridhishe kwamba nimekusomea. Isaya 14 mstari wa 12 mpaka 15. Tasoma kwa jina la Bwana. Sikiliza. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliye waangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua
kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana naye aliye juu. Lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Tusemeje? Tuseme Mungu akahurumia ka shetani. Tumsifu Yesu Kristo. Unapaonaje hapa? Huyu ni Mungu anamweleza Lucifer. Tena hapa hamwiti shetani, bado anamwita lile jina lile. Alikuwa anaitwa nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Kabla hajatupwa huko chini, alitupwa huko chini baada ya kuwa amegunduliwa yuko anafanya kampeni za kumfanyia coup d'etat. Inaitwa coup d'etat, mapinduzi. Anataka kumpindua Mungu, yeye sasa aende juu. Wivu, aliingiwa na moyo wa kiburi kwa sababu alikuwa na cheo kikubwa mbinguni. Zile tabia za viongozi wenye vyeo vikubwa mahali popote pale, serikalini, kanisani, kwenye makampuni, mtu anajiangalia, anaona mimi nina cheo kikubwa hapa. Ni kweli, hata aliyekinipa ni huyu mkuu wangu ndiye aliyekinipa. Huyu bwana rais ndiye alinifanya mimi kuwa waziri mkuu. Huyu bwana rais ndiye alinifanya mimi kuwa waziri wa ulinzi. Ndiye alinifanya mimi kuwa mkuu wa majeshi. Nina nguvu kabisa, ninakubalika, watu wananipenda kama yeye. Kwanza wengine wananipenda kumshinda hata yeye. Sasa kwani haya ambayo yeye bwana rais anayafanya mimi nashindwa kuyafanya? Kwani mimi nashindwa kuongoza nchi? Au huyu baba askofu, kwani mimi katibu mkuu wa kanisa, haya mambo anayofanya kama askofu mimi ananishinda kufanya? Kwanza mbona wachungaji wengi, waumini wengi wananipenda? Kwanza kuna wengine naona kama vile wananipenda kumshinda yeye. Sasa shetani aliingiwa na vijiroho vya namna hiyo. Akajiona mbona anakubalika, kwa nini nisimpige coup d'etat, mapinduzi, ni mwage mimi nikae juu? Mungu akamwangalia akasema, wewe hivi wewe kwanza unajua kwamba mambo hata unayoyawaza kabla hata hujayawaza mimi nayaona? Akamwangalia Mungu, akampimia Lucifer, akasema, hivi wewe kweli, hivi wewe unanijua wewe? Lucifer, wewe unanifahamu mimi wewe? Hivi kwanza unajua jina langu? Kwanza unajua maana hilo neno Mungu? Wewe tangu lini ukawa Mungu? Mungu akasema, ngoja nikuonyeshe kitu. Akampiga katafunua, ghafla binivu, pa chini. Kwa kuwatumia malaika wengine tu ambao hata walikuwa labda hawana power sana kama yeye, labda hawakubariki kama yeye, wakina Gabrieli. Shetani kapigwa katafunua moja, pigo moja kubwa, pa chini huko, na minyororo upesi ashafungwa. Sasa ndio yuko huko chini bado. Eti sasa ndio akaanza kujisemesha maneno ayo, umeona hapo? Eti nitapanda si mpaka huko juu, nikikweze kiti changu, eti nitatoka huko chini niende huko. Akawa anamwangalia asema, wewe hata ile nguvu uliokuwa nayo wakati ulipoweza kufikiria hayo mambo nimekwisha ikuondoa kwa, hauna tena. Sasa wewe utafanyaje ili upande huko juu, ili ufike huko unakofikiria kwamba utapanda uwe juu huko? Badala yake nitakudidimiza zaidi. Hata hapo ambapo unaona upo sasa hivi unaongea maneno, hautabaki hapo. Nitakushusha, nikuteremshe, nikukandamize, nikuweke huko chini. Yani kama unasikia ardhini. Sasa Mungu akamwambia atamweka kule chini, yani mwisho wa chini kabisa. Kama nasikia kwamba kuna ardhini, si kuna kuzimu, yani alimweka sasa chini, mwisho kabisa. Ni kudhibiti kweli kweli. Ndio utajua kwamba mimi ni Mungu kweli kweli, bosi wako.
Sasa hiki kiburi alichokuwa nacho shetani ndicho kinawatesa na watu, kwa maana amewafanya na watu wawe kama yeye. Amepandikiza hicho kiburi ndani ya watu, nao ni majeuri kama alivyokuwa yeye jeuri. Hicho kiburi ambacho ndio dhambi kuu, kwa maana ndio dhambi ya kwanza iliyofanyika, kikaja kimefanyika kuwa ndio msingi wa dhambi nyingine zote, kwa sababu dhambi yoyote ile utakayofikiria kuifanya ni lazima ili uikamilishe, kiburi lazima kihusike. Kinahusikaje? Kwa kuwa Mungu alitupatia msaidizi, kwa kuwa Mungu anatupenda, akatutumia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Kila dhambi unayotaka kuifanya, kabla hujaifanya, ni lazima kuna kuwa na mapambano katika ulimwengu wa roho. Roho Mtakatifu atakujia, atakwambia acha, atakuonya, atakukataza, atapingana na huo uamuzi wako kutaka kufanya mambo mabaya. Ila ili uje uikamilishe hiyo dhambi, ni pale ambapo wewe utapingana na huyo roho. Sasa ule ushindani utakao ufanyika ndani yako, wewe utakapoupinga, ili kusudi ung'ang'anie kufanya ile dhambi ambayo imekusonga, kama Kaini alivyong'ang'aniwa na kiburi cha kumuua Abeli au Habili. Ndicho kiburi, kile kijiroho kitakacho kuja kuambia kwamba japo kuwa unasikia sauti ya kukukataza, wewe usijali, fanya, tenda tu. Ndicho kiburi. Ukitaka kuiba, sauti zitakazo kujia, mawazo yatakayo kuandama, ile roho itakao kusisitiza kwamba usiibe, utakapo ipinga na kuufanya moyo wako kuwa mgumu, ukasema hata kama nasikia sauti ya kunikataza, mimi ninaiba, kwa maana nisipoiba nitakufa njaa, nisipoiba sitakuwa tajiri, sitaendelea, nisipoiba huyu jamaa sitamkomoa. Maana kuna wakati mwingine unaiba ili umkomoe mtu fulani unayemwibia. Hiyo sauti na kukwambia iwe isiwe lazima niibe, ndicho kiburi. Unapokuwa unapanga kumfanyia mtu fulani roho mbaya, lazima kuna roho itakwambia acha roho mbaya. Roho mbaya si nzuri, ukifanya roho mbaya kwanza utaenda motoni. Wewe unaposikia sauti nyingine nasema kwamba roho mbaya kitu gani? Mimi nitafanya tu hili. Kama ni kumpiga mtu nitampiga, kama ni kumwangamiza nitamwangamiza, kama ni kumsaliti nitamsaliti, kama ni kumsemea uongo nitamsemea uongo. Chochote kile kibao umepanga kufanya dhidi yake, ukang'ang'ana kukifanya, ndicho kiburi. Paka hapo tuko pamoja? Tunakubaliana kiburi ndio dhambi kuu? Tunakubaliana kwamba ndio dhambi ya msingi? Tunakubaliana kwamba na wewe una kiburi? Je, uko tayari kutubu? Tubu leo. Acha kiburi. Kiburi kinakupeleka mahali pabaya. Kiburi kitakuangamiza. Kwa maana neno la Mungu tulilosoma pale katika Mithali ile tulisoma Mithali ya 16 mstari wa 5 inasema kwamba Mungu anamchukia mtu mwenye kiburi, na mtu mwenye kiburi hatakosa adhabu. Ina maana adhabu inakungojea na kutafuta. Je, unaipenda adhabu hiyo? Epuka kiburi. Dhambi ya hatari sana kuliko zote, kwa sababu ni baba wa dhambi zote. Kiburi ni baba yao na dhambi zote, ni mama yao na dhambi zote, yani ni baba lao. Ogopa, tubu, acha kiburi. Hakuna dhambi utatenda bila kiburi kukusaidia. Lazima upate msaada wa kiburi ndio ufanye dhambi. Acha kiburi. Pride. Flee from pride. Avoid pride. Pride is very dangerous. The parent, the mother of all sins. Flee from that. Set yourself free from pride. Jiepushe kabisa, kambari na kiburi, upone katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu.
Haleluya. Sema amina. Ogopa kiburi, usipate hukumu ya Bwana kwa sababu ya kiburi. Kiburi ni hatari. Ukitaka kujua kwamba kiburi ni hatari, kimeorodheshwa katika yale machukizo 6-7 ambayo Mungu anasema kabisa kwamba anachukizwa nayo. Yale huwa tunasoma katika kitabu cha Mithali sura ya 6. Tuangalie Mithali sura ya 6. Mithali sura ya 6. Tuone chap. Mithali 6. Tuone kuanzia mstari wa 16. Mithali 6 mstari wa 16 tuende mpaka mstari wa 19. Sawa, panasema hivi. Kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana. Sawa, narudia. Mithali 6 mstari wa 16 mpaka 19. Kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana, naam, viko 7 vilivyochukizwa kwake: macho ya kiburi. Umeona hiyo kitu? Macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazao mawazo mabaya, miguu iliyo myepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo, asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Nimependa tu kukusomea mpaka hapo. Umeona wewe machukizo? Mnenaji au mwandishi alikuwa ameanza kwa kusema kwamba mambo 6 haichukia Mungu. Akasema la, ni 7. Naona katika hayo kuna kamoja alikuwa ametaka kukasahau. Mambo 7. Machukizo 7 ambayo Mungu anayapoint kabisa kwamba hili na hili na hili na hili na hili, 1 2 3 4 5 6 7 na vichukia. Kwa hiyo na anayevitenda namchukia. Ogopa kuchukiwa na Mungu. Hivi ukichukiwa na Mungu utakuwa salama? Utakuwa salama wewe? Anaanza akakuanzia hapa duniani kukucharaza, kukuchabanga, akaendelea kukuchabanga mpaka baadaye jehanamu milele na milele. Unadundwa, unapewa kisago, kipondo, beatings. Wewe angalia, utakula kipigo. Ogopa kumchukiza Mungu. Lakini sasa nimetaka kusema nini? Kiburi amekiweka cha kwanza. Anasema macho ya kiburi. Macho ya kiburi, ujeuri, ukaidi. Yaani wewe kama una macho ya kiburi, yaani maana wewe ni kaidi, ni jeuri, hauambiriki, ni ntabarigwa. Yaani wewe you are extreme confident. You know, overconfidence is sometimes very dangerous. Yaani kule kujiamini kupitiliza nako ni kiburi. Kunaitwa kiburi. Unajiamini kupindukia. Ndio maana hata wakati mwingine unahalalisha dhambi. Kuna baadhi ya mambo ni machukizo, hayafai, ila wewe unayapalilia. Hii si kitu bwana. Potela mbali bwana. Vitajijua. Mambo kama hayo. Angalia. Utaumia. Utaumizwa, lakini utakuwa umejiumiza mwenyewe. Macho ya kiburi ni hatari sana. Jifunze kuwa na moyo uliopondeka. Moyo uliopondeka. Kwa sababu unapokuwa na moyo uliopondeka, ndio wewe unakuwa wale ambao wanaitwa wanyenyekevu. Kwa maana neno la Mungu linaongea mahali pengi sana katika kitabu kitakatifu cha Mungu, Biblia, kitabu kikuu kuliko vyote duniani. Mbinguni, sijui kama na kuzimu kuna vitabu. Ningesema mbinguni, duniani na kuzimu. Mimi nadhani hata kuzimu vitabu vipo tu. Vipo. Kwani zile elimu za mashetani zinatoka hapa? Si ni kuzimu? Kwani kuna elimu yote bila vitabu? Kwa hiyo ni kitabu kikuu, mbinguni, duniani na kuzimu. Kinaongea kabisa mara pengi. Heri wanyenyekevu wa moyo, kwa maana hao itakuwa hivi na hivi.
Mungu apendezwa na wenye moyo uliopondeka. Maandiko mengi yanaongea sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiburi. Hivi leo ukisikia sauti yake, usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Tubu. Shindana na kiburi kinachokusumbua. Sema, wewe kiburi, leo mwisho, sikutaki kwangu tena. Kisha mwambie Mungu, niumbie moyo safi uliovunjika, niumbie moyo safi uliopondeka, ili kusudi siku zote mimi niwe wa kukusifu na kukuabudu wewe Mungu Yehova Yire, Yahweh Adonai, Alfa na Omega, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, ambalo hilo sasa ndilo jina lake milele. Yeye Baba yetu aliye mbinguni, aketie mbinguni na kuweka miguu yake katika nchi hii tunayoikalia. Lakini sisi hatuogopi ukiichafua hii ardhi, kwa sababu wakati ndio mahali Mungu anaweka miguu yake. Atakuja achukie siku moja, aiondoe, aseme siwezi kukanyaga mahali hapa, mimi pachafu mno, pananuka. Tutakuwa na bahati? Hatutakuwa na bahati. Mungu ni wa rehema. Rudi sasa, tubu dhambi zako, acha kiburi chako. Ukiacha kiburi chako, ukishinda dhambi ya kiburi, utakuwa umeshinda dhambi nyingine zote. Kama ukishinda kiburi, hakuna dhambi hata moja utatenda, kwa maana utakuwa na moyo wa nyama. Moyo wa nyama ni mwepesi wa kutubu, kukubali makosa na kurekebisha na kuiendea njia inayofaa, njia ya kwenda mbinguni kwa Baba. Heaven. Sema amen. Unapenda mbinguni? Njoo twende. Njoo twende. Tuache kiburi, twende mbinguni kwa Baba. Haleluya. Ni hatari sana. Ni hatari sana upendwa. Kiburi. Shetani akapandwa na kiburi. Kiburi kikamfanya kwamba yeye afanye mapinduzi, akae kwenye nafasi ya Mungu. Naona atakuwa hakushaurisha hata mtu. Hakuweza kushaurisha hata wale walio karibu naye, au nao walimdanganya baadhi, wakasema ni kweli bwana, fanya mapinduzi bwana, tutakushabikia, ili na yeye apoteze hiyo nafasi. Inawezekana pia. Mimi naona angekuwa na mshauri mzuri, angemwambia wewe acha. Mungu ni noma, wewe humuwezi. Utapoteza nako kana nafasi uliko nako. Ukiwa na kiburi utapata hasara na wewe. Nakwambia wewe, simwambii shetani, nakwambia wewe, ukiwa na kiburi na wewe utapata hasara. Kiburi kinaleta hasara. Hakina faida. Kinasababisha ukose na ulichokuwa nacho. Unasikia? Kuna mtu mmoja katika maandiko matakatifu, si mtu, nadhani ni Edom mzima. Edom alikuwa ni mtu au alikuwa ni taifa? Edom ilimfanyia vibaya mtumishi wa Mungu fulani, kwa kutafuta tena kujiinua huko. Badala ya kuinuka, Mungu akawashusha sasa, ndio akawakandamiza vizuri. Walimtenda vibaya Yakobo. Fuatilia vizuri habari za Edom. Walimtenda vibaya Yakobo, Mungu akachukia. Kwa kuchukia akawatenda vibaya, akawashusha. Wao walimtenda vibaya kwa kutaka kujiinua, lakini Mungu sasa naye akawaonyeshia, akasema sasa mmemtenda vibaya Yakobo, sasa mimi ngoja niwaonyeshe faida ya kutenda mabaya, faida ya kujiinua. Unajua kujiinua ni moja ya alama za kiburi. Kitendo cha kupenda kujiinua ni kiburi. Kwa hiyo wewe mwenye tabia ya kujiinua, huko kujiinua kwako ni kiburi. Wewe mwenye kujiamini kupindukia, huko kujiamini kwako kupindukia ni kiburi. Acha kujiamini kupindukia. Acha kujiinua. Usishushwe. Mungu anapenda wenye mioyo ya kujishusha. Yeye ndiye anawainua. Be humble. Kuwa mnyenyekevu. Mungu atakuinua. Ukijiinua atakushusha. Ndivyo maneno matakatifu ya Mungu yanavyoongea. Sehemu nyingi, sio sehemu moja katika Biblia takatifu. Huo ndio ukweli. Tena sio ukweli wa Jefta, huo ni ukweli wa Mungu. Iko hivyo. Ngoja tuangalie maneno ya Mungu katika kitabu cha Mithali hiyo
sura ya 16. Tuangalie Mithali sura ya 16. Halafu tutaangalia kwenye ule mstari wa 10, mstari wa 18. Angalia katika Mithali sura ya 16 mstari wa 18 panasemaje? Panasema hivi: kiburi hutangulia uangamivu. Unasikia hiyo kitu? Acha nimalizie basi, usiogope. Kiburi hutangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Umeona sasa hicho kitu? Unapokuwa na kiburi, yani matokeo yake ni kwamba ni lazima uangamie. Utaangamiaje? Usiniulize. Unaweza kaangamia kama kufa, au ukaangamia kwa namna nyingine. Unaweza kaangamia kiroho, unaweza kaangamia kimwili. Epuka kiburi, usiangamie. Kwani hujui mifano baadhi ya jinsi watu walikuwa na kiburi wakaangamia? Nikupe mfano haraka haraka. Aya, tuanze na babarao la kiburi, Farao. Salimfanyia kiburi Mungu. Mungu akampatia yale mapigo. Piga mapigo. Au unataka na wewe wa kufarao? Unataka na wewe wa kufarao? Mungu atakufarao. Angalia. Acha kiburi kabla hawaja kufarao. Utafarauliwa. Watakufarao. Akapata mapigo. Majeshi yake yakateketea katika bahari ya Nyekundu. Yeye tundaka nusurika, lakini na mtoto wake yule kipenzi yule, si mzao wake, mwanake uzao wa kwanza, naye akapotezwa. Na unataka kupotezwa? Au unataka vyako vipotezwe? We, acha kiburi, my friend, rafiki yangu, acha kiburi. Kiburi ni mbaya. Kiburi ni kitu kibaya sana. Unaona? Au nirudie tena? Sikiliza. Kiburi hutangulia uangamivu. Yaani unapokuwa na kiburi, kile kiburi, hiyo tabia yako ya kiburi au matendo yako ya kiburi, huo mwenendo wako wa kiburi, ina maana unakutangulia kuangamia kwako. Yaani hutangulia maangamivu. Maana unapokuwa na kiburi, maana yake ni lazima uangamie. Sasa hicho kiburi chako ndio kinatangulia mbele kukutengenezea wewe kuangamia. Kinakutengenezea kuangamia kwako. Ina maana unapokuwa na kiburi ni lazima uangamie. Kwa hiyo kinakutangulia, kinakutengenezea vizuri namna utakavyoangamia. Kinakutengenezea vizuri. Yaani ili usije ukaacha kuangamia. Kinakutengenezea vizuri. Yaani kinahakikisha tu mpaka uangamie. Umeona maana yake? Kinakutengenezea njia nzuri ya kuangamia. Kwa hiyo kama una kiburi, acha leo, ili kusudi hayo matengenezo na maandalizi ya kuangamia kwako ya stop, ili usiangamie tena. Tumsifu Yesu Kristo. Hautaangamia tena kwa sababu tayari nimeona umeanza kutubu. Mungu anapenda watu kama wewe, wenye mioyo iliyopondeka, iliyovunjika na kupondeka, ambao wakisikia neno la Mungu hawaifanyi mioyo yao kuwa migumu. Tena hautaangamia kwa sababu kwa hivyo. Lakini wewe ambaye naona bado unasema, hata kama huyu jamaa amesema, mimi bado nitaendelea na kiburi. Kazi kwako. Nimekuona. Kazi kwako. Mimi simo. Bora nimekueleza. Na mimi si mimi nimekueleza, neno la Mungu nimekueleza. Hapa ni Yesu anazungumza na wewe yeye mwenyewe, kwa maana haya ni maneno yake. Leo hii Yesu amekueleza, acha kiburi, usiangamie. Kama utafanya kiburi kama nimevyokuona hapo, nasema kwamba hata kama amesema sitaacha. Up to you. Kazi kwako. Utaumia. Hey. I'm sorry. Pole. Lakini mimi binafsi nakushauri, acha kiburi. Hakuna faida ya kiburi. Faida ya hicho kiburi ni ya muda mfupi sana. Muda mdogo mno unahesabika, lakini madhara yake ni ya milele. Sasa fikiria. Hicho kiburi kikupe manufaa ya muda mdogo. Kwanza hujua hata ni siku gani utatoweka. Huenda tu baada ya mahubiri haya unatoweka, hatujui. Halafu bado unafanya kiburi. Tubu. Wakati ndio sasa. Acha kiburi. Pamesema kwamba hutangulia maangamivu. Halafu anasema kwamba na moyo wenye kutakabari hutangulia maanguko. Unajua moyo wa kutakabari maana yake nini? Kutakabari ni kujiinua. Kiburi na kujiinua ni vitu mapacha, ni marafiki. Havitengani, vinaenda sambamba. Kwa hiyo kama wewe una hasira kujiinua, kujiweka juu, manake jibu lake ndio hilo maanguko. Manake ni lazima uanguke.
Ukiwa mtu wa kujiinua lazima uanguke. Lazima uanguke. Lazima tu uanguke. Nikupe mfano. Unajua kama Musa pale utawala wake ambavyo uliingia dosari baada ya kujiinua kutaka kuonyesha wana wa Israeli. Mara nyingi napenda sana kumwongelea Musa kuhusu kipengele huwa kilinitachi sana na kilinipa funzo zuri sana. Ndio maana huwa napapenda sana hapo. Akaenda kupiga fimbo kwenye mwamba awatokezee wana wa Israeli maji ya kunywa baada ya kuwa wamenungunika sana, na Mungu akataka kuwapatia maji ili wafurahi na wamtukuze. Sasa badala ya Musa kuwaambia wana wa Israeli, jamaa, nataka, Mungu amenituma, amesikia kilio chenu, kiu inawaumiza, amenituma niwatokezee maji kwenye mwamba huu ili mnywe. Yeye akawaambia, nyie waasi, nyie hebu njoni hapa, nataka niwaonyeshe kitu hapa, nataka niwape maji ya kunywa mimi. Akapiga mwamba, maji yakatoka, wanywe. Kiroho kikavimba. Mimi Musa, wewe, Mungu hapendi hiyo. Mungu pale alikuwa anataka ajipatie utukufu. Jamani, Mungu anapenda sifa jamani. Mungu anapenda sifa. Mungu hivi unajua ni kwa nini hata kwenye maombi mkitaka Mungu awafurahie, awe karibu kabisa na nyie, yani uwepo wake, uwepo kweli kweli, ili hata mkifika hatua ya kusema kwamba sasa mnapandisha mahitaji, ayalete mbio mbio. Unafikiri kwa nini huwa kuna kile kipengele cha sifa? Unamsifu kwa ile lugha ya kisasa wanasema kumfagilia. Unamfagilia, unamsifia kwa moyo mweupe kabisa, sio unafiki, kwa sababu anastahili sifa. Ni kweli, na sifa ni mali yake na utukufu ni mali yake. Ndio maana huwa mara nyingi anavingangania, kwa sababu kila mtu, hata wewe, vitu vilivyo vyako lazima uvinganganie. Ndio maana mtu akigusa mtapelekana mpaka hata mahakamani. Mimi nichukulia mbuzi wangu, kiwanja changu, amevuka mpaka. Ukivuka mpaka wa Mungu atakumaliza. Kwa hiyo tunapokuwa nilikuwa natoa mfano, tunapokuwa katika maombi, tunamshawishi Mungu, tunamsifu, tunabuni nyimbo, tunafikiria hivi, ni nyimbo gani huwa nyimbo ya sifa ambayo huwa ni tamtam sana, ambayo ukiimba unasikia kabisa kama utukufu wa Mungu unashuka, unakuja, mpaka unahisi Mungu anafurahi. Unazifikiria hizo nyimbo zote, unazitafuta, ikiwezekana unazikopi kwenye karatasi, unasema leo tutaimba nyimbo ile, tukimaliza ile tuimbe na ile, tukimaliza nadhani tukishaimba na ile, kwa kweli utukufu wa Mungu utakuwepo. Tukisema tumepiga magoti tukasema Mungu tunataka utufanyie ile na ile, Mungu atatenda. Mkiziandaa vizuri, mkajipanga vizuri, afu mkazimba kwa sauti nzuri, mkajitahidi tena kabla mjazimba, mnakuwa mmetubu kwanza, ili Mungu asiache kuzisikia hizo nyimbo. Alafu baadaye mnagundua Mungu amefurahi tu kwa vyote vile, mpaka sasa Mungu ameshafurahi. Mnamshawishi Mungu anafurahi. Mnampatia nyama, mandazi, sijui mnampatia yam, yani vitu wanaita nini? Wanaita nini? Nimesahau. Mahanjumati, mnampatia yani vitu vilivyokangwa, misosi mizuri kama ni chips, mayai, si nini, yani unafikiria yani vile vitu ambavyo yani viko delicious kweli kweli. Unampa Mungu vitu vitamu, mpaka unasema hapa Mungu lazima atapenda tu. Akisha furahi sasa ndio unasema sasa Mungu, unajua nataka hiki, nataka na hiki. Anakupa haki ya Mungu, anakupa hakunyimi. Bora tu umejipanga, umemsifu, ukamsifu, ukamwabudu, ukamfagilia, unamshawishi. Usimletee rushwa, eti sijize rushwa za kijinga, si mara si eti si rushwa za pesa, si Mungu nitakupa kiwanja, si nini, siji kama zile rushwa nyingine, si kuna kuaga mpaka na rushwa za ngono. Kwani Mungu utampata wapi mpe rushwa ya ngono? Hapokei rushwa. Bwana wa mabwana hapokei rushwa. Si unajua hata kale ka wimbo, Bwana wa mabwana hapokei rushwa. Kwa maana hata sifa na utukufu unamshawishi kwa sifa na utukufu na maabudu, hiyo sio rushwa, si ni vyake.
unakuwa kuna mrudishia vyake. Kwa Mungu anataka vyake tu, mpe vyake kwa moyo wa unyenyekevu na upole na utii, halafu mpe mahitaji yako, atakupa hivyo hivyo unavyotaka. Yani atakupa, wala hutamwomba samaki akupe nyoka, my friend. Hutamwomba mkate akupe jiwe. Labda sijui ukimwomba nyoka ndio anaweza kabadilisha akakupa samaki, maana tawasa huyu ananiomba nyoka, nimpe nyoka kweli? Labda hapo ndio atabadilisha. Vinginevyo Mungu anakupa unavyomwomba. Kwa hiyo acha kiburi. Acha kiburi. Si umeona hapo kuhusu hiyo habari tunaiona katika Mithali 16 mstari 18. Ukiwa na kiburi unaangamia. Ukiwa mwenye kujikweza unaanguka. Manake hapo kinyume chake, ukiwa mwenye kujishusha unakwezwa. Na kinyume chapo kwamba ukiwa kiburi kinatangulia maangamio ili wewe ukaangamie. Manake sasa kinyume cha kiburi ni unyenyekevu. Wewe ukiwa mnyenyekevu manake hauangamii, manake una uzima wa milele. Yani mambo yanakwenda hivyo hivyo, vice versa. Vice versa, kinyume chake. Yani hapo unajijibu mwenyewe. Acha kiburi. Acha kiburi, baba wa uovu. Kwa maana kiburi kimetawala, kimeharibu mara pengi. Pote. Serikalini kiburi kimeharibu. Kanisani kiburi kimeharibu. Kwenye biashara binafsi huko za watu kiburi kimeharibu. Huko kwenye makampuni kiburi kimeharibu. Kwenye jamii kiburi kimeharibu. Kwani nadanganya? Kiburi. Kila ubaya utakaofanya umesababishwa na kiburi. Hakuna hata kitu kimoja chafanya ambacho hakisababishwa na kiburi. Mwombe Mungu, hebu fisha, yani uwisha, haribu, dedisha. Make it kirdi. Pride. Uwa kiburi ndani yangu. Yani kiburi ndani yangu kiwe maiti, kisiwe hai, kizikwe, kitoke. Ukiomba hivyo Mungu akikupatia, yani wewe utakuwa kwenye nafasi nzuri sana. Endelea kutubu moyoni pole pole, na baada ya mahubiri haya ufanye toba ambayo iko deep zaidi, ambayo imezama zaidi, kumwambia Mungu, naomba uniponye dhidi ya kiburi, dhambi mbaya kuliko zote, the father of all sins, the sin which was committed by Lucifer alone. Lucifer, mtu aliye, tena si mtu, malaika aliyekuwa mwenye sifa njema sana machoni pa Mungu, akaifanya dhambi hiyo, na anafanya jitihada ya kuirishisha watu wote ili kusudi nao waasi kama yeye, ili apate watu watakao hukumiwa pamoja naye. Tena akimaliza kukudanganya anachekera, anasema jinga ili nimelidanganya. Yani halioni kama nalidanganya hili. Tuwe macho sana. Kwani tukifikiri kuhusu habari ya Eva, hauoni shetani alimuingia Eva akamdanganya, akamwambia huyu Mungu anawadanganya, anawaambia msile hilo tunda ili msije mkawa na akili kama yeye. Akajiona kwamba sasa amepata akili, sema nyoka, asante, wewe ni mwema kweli, wewe ni rafiki mzuri nyoka. Asante kweli, umenitoa gizani. Yani kumbe huyu Mungu ana roho mbaya. Yani yeye anataka awe na akili yeye peke yake. Yani mimi nibaki tu ni mjinga tu na Adamu wangu. Yani sisi tusijue mazuri na mabaya. Yani abaki tu peke yake ndiye anajua. Akasema yani kumbe huyu Mungu ni mjinga sana eti. Asante sana nyoka. Nyoka wewe ni mzuri. Asante, kwanza leo tutakuwa tunakula na sisi tuwe na akili kama yeye. Tuwe tunajua mema na mabaya. Ala. Huyu Mungu naye huyu hafai kweli. Ina maana baada ya nyoka kumdanganya Eva, kulijengeka kiburi ndani ya Eva. Kiburi gani hicho? Cha kupuuza na kudharau maagizo ya Mungu aliyowaambia kwamba msile katika tunda la katikati, la mti wa katikati. Kiburi tayari kimeingia ndani ya Eva. Eva alivyokwenda kumwambia Sheri, my sweet wake, my carpet wake,
Adam. Adam akasema asante sana mpenzi. Oh, my sweet Eva. Oh, thank you very much. Very good advice. Ushauri mzuri. I say, kumbe Mungu sio mzuri wakati mwingine. Ni kweli ni mzuri, alituumba, akatuweka hapa, akatukabidhi kila kitu hapa, akatupa uhuru, tena akatupatia yani heshima kuliko viumbe vyote. Lakini sasa kwa hapa, wapi na yeye na roho mbaya bwana. Yani sasa yeye lengo lake kusudi abaki kuwa juu. Yani sisi tusiwe na uelewa kama wake. Kwa nini? Hii ni ubinafsi. Mungu ni binafsi sasa. Adam naye akaingiwa na kiburi hivyo. Akasema, mke wangu, hatutakubali hata kama tulikuwa tunamheshimu, tutamheshimu kwa mambo mengine sio kwa hili. Tule. Wakaikamata. Kachuma. Huu tamu ndio alikuwa anatukataza. Huyu Mungu atatusame. Eva, tutaendelea kula na kesho kutwa mpaka mwisho. Wewe. Sasa huko kujua kwa hayo mema na mabaya kuliwasaidia nini? Ndio akaanza tuko uchi. Na anamwambia mko uchi, wajinga wakubwa nyewe. Kuna mtu amwambia mko uchi? Kwani hilo neno uchi mmelitoa wapi? Lilianza lini? Uchi nini maana yake? Nyewe wenyewe ndio umejifanya kwa watupu. Nyewe wenyewe ndio umejifanya kuwa uchi. Nadhani na hilo neno uchi litakuwa lilizaliwa muda huo. Kwani lilitokaga wapi? Lilikuwa wapi? Mimi nadhani Eva ndiye Adam mwenda aliyeanzisha kwamba eti uchi kwanza uchi maana yake nini? Mambo mengine bwana. Mbona simba, mbuzi, ngedere, nyau, wanyama wote wako huko porini, hakuna hata mnyama mmoja ameshawahi kusema kwamba eti mimi niko uchi? Inaonekana wanyama hao ni watifu kuzidi wanadamu. Mimi nadhani ni hivyo. Nika uchi. Stupid Adam. Mungu akamwambia, nani amekwambia uko uchi wewe? Nani amekwambia wewe? Kama sio ujinga wako wewe. Mambo mengine bwana. Unajikokotea ujinga wewe mwenyewe, alafu unaanza niko uchi mwenyewe. Mjinga we. Unaona? Mungu alichukia sana. Iko hivyo. Koni hatari sana, kiburi. Shetani akaingiza kiburi ndani ya Hawa akara. Hawa kaingiza kiburi ndani ya Adam akara. Na wewe shetani anaendelea kuingiza kiburi ndani yako. Unaendelea kutenda maovu. Kila uovu unaoutenda ni shetani anakuwekea kiburi, wewe unautenda. Acha kiburi my friend. Acha kiburi rafiki. Tubu, uwe mwenye moyo safi uliopondeka. Muombe Mungu akuumbie moyo safi uliovunjika na kupondeka. Moyo wa toba. Sawa? Wa kutubu na kuacha. Ni hatari wa ndugu zangu. Aibu. Ni maaibu. Ni aibu kubwa sana. Kiburi kinatia aibu. Wengi wameaibika sababu ya kiburi. Heri moyo safi uliopondeka. Neno la Mungu linasema kwamba hivi leo mkisikia sauti yake, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Hivi leo mkisikia sauti yake, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Na wewe leo hii umeisikia sauti ya Bwana. Mungu amekueleza hapa kwamba anachukia kiburi. Sasa fanya moyo wako kuwa mwepesi. Tubu leo dhambi ya kiburi ili upone dhambi zote. Ukipona kiburi, utapona uasherati, utapona ujambazi, utapona wizi, utapona uongo, utapona kuabudu sanamu, utapona dhambi zote zinazokuandama utapona. Tubu kuanzia kwenye msingi. Hivyo vijizambi vingine vimevyojengekea kwenye ukuta vitapukutika kwa maana vitakosa pa kusimama. Msingi wa dhambi ni kiburi. Ukipona kiburi, umepona vyote. Haleluya. Acha kusumbukia ya ulimwengu, umtafute Yesu upate vyote.
In the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo na kuombea ushinde moyo wa kiburi, ili kusudi ushinde dhidi ya dhambi zote. Haleluya. Sema amina. Usione uvivu kusema amina. Acha woga, utapona. Utapona. Ni hatari. Mimi nakwambia ni hatari. Kiburi ni kibaya sana. Kiburi ni kibaya sana. Kwa sababu kiburi ukiwa na kiburi kitakufanya wewe kwanza kabisa udhani kwamba hauna hata haja ya Mungu. Hii inatokeaje? Mfano, wale watu ambao wameshakuwa na mafanikio makubwa sana, mara nyingine wao wanafika mahali wanadhani kwamba hawana hata haja na Mungu. Umeona sasa shida ya kiburi? Unakuwa na mapesa, mafanikio makubwa, yaani unaona hauna hata kitu kimoja unachokosa. Kama ni watoto wako, ukitaka waende shule wanaenda. Ukiugua una pesa ya kutibiwa. Hakuna hospitali hata moja ambayo hauwezi kwenda kujitibisha hapa duniani, maana mapesa unayo. Elimu unayo ya kutosha. Akili za shuleni unazo, hauna upungufu wote ule. Unaangalia sasa umekosa nini? Sasa unawaza watu kila siku Mungu, 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 Mungu. Kiburi. Mungu, 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 Mungu vitu gani? Kwanza kiasi wako Mungu, Mungu. Nakupenda Yesu, Mungu wangu, halafu hawana chochote, hawana nyumba, hawana pesa. Sasa mimi hata sisali, nina kila kitu. Kiburi. Mungu anaweza kavitoa kwako kwa sekunde moja au kwa sekunde 0. Unaona hauna haja ya Mungu. Mungu wa nini? Mungu akupe nini? Ndio unajiuliza hivyo, unajidanganya. Hiyo ndio shida ya kiburi. Unamkufuru Mungu bila kujua. Ukiwa na kiburi, hicho kiburi ndio kitakufanya wewe uone hauna sababu ya kutubu dhambi unazozifanya. Na sasa unatubu ili iweje? Unajua kabisa uasherati ni dhambi, lakini unaendelea na uasherati. Unaona sasa nitubu vya nini? Nitubu vya nini? Yaani nitubu uasherati ili kusudi hizi raha nazo zipataga kwenye uasherati nianze kuzikosa? Si tubu. Ponda mali kufa kwa acha Bwana. Acha nifurahi nikingali niko hai. Ndio unajidanganya hivyo. Ukidedi, ukifa, hapo hapo umeshaanza kupata mateso, unaanza kujuta. Hakuna nilichokuwa nakipata, nilikuwa najidanganya. Unaona? Majuto yanakuwa mjukuu. Si wanasema majuto ni mjukuu? Hivyo wenye kiburi hawaoni haja ya kutubu. Kwanza ndio utakuta wako wanasema nitatubu kesho. Nitatubu siku nikiona naumwa sana na karibia hata kufa. Nitubu. Kutubu maana yake niwe mtakatifu. Nikiwa mtakatifu, utakatifu ni vifungo bwana. Nitaishi maisha ya utumwa. Situbu mimi. Unaona? Hiyo ndio shida ya kiburi. Ndio maana kiburi unaambiwa ni baba wa dhambi. Unapokuwa na kiburi unakuwa na kujiamini kupitiliza. Mtu anayejiamini kupitiliza mara nyingi ni mwepesi kutenda dhambi. Chunguza utaona. Mara nyingi kiburi. Pride, very dangerous sin, which is also parent of all sins. Dhambi inayotisha ambayo pia ni baba au mzazi au mama wa dhambi nyingine zote. Tubu kiburi. Mimi na uhakika wewe una kiburi. Sijui katika maeneo gani, lakini lazima una kiburi. Kama unajua wewe unatenda dhambi yoyote ile katika maisha yako, maana yake una kiburi. Ndio maana nasema na uhakika una kiburi. Kitubu sasa hicho kiburi kikutokea. Mungu nisaidie mimi kwanza leo nisiwe na kiburi hata kidogo. Na mimi kuna wakati natokea, najua, kwani mimi ni mtakatifu, kwani mimi ni mweupe. Lakini si kumbati. Najitahidi kukikemea, kinishindwe. Kwanza kinikome. Kinikomanzike. Sikitaki. Ni kibaya. Very bad sin. There is no good sin, but this is the worst. Pride is the worst sin. You know, body was worst. It is not even worse. It is worst sin. Mbaya sana, mbaya kuliko. Hiyo ni mbaya kuliko kiburi. Mbaya kuliko.
unakuta mtu nitatubu kesho, nitatubu siku nikiwa naona nakaribia kufa. Si bado nipo, nzoba ndiho na I will be repenting. I'm not in a hurry. In hurry for what? Tomorrow is available. Are you sure tomorrow is there for you? Do you think tomorrow is for you? Are you sure it will be available for you? Do you know your time for saying goodbye to this world? Are you sure with that? Tell us. Tell us. We want you to know. How sure are you that tomorrow you are going to exist? Are you sure that in the next hour you will be available? Wewe unajua kabisa kwamba kesho utakuwepo? Una uhakika saa inayokuja wewe utakuwa upo? Chukua tahadhari. Tubu dhambi yako ya kiburi na Mungu akubariki. Tuombe. Piga magoti, tutubu pamoja dhambi ya kiburi. Nyenyekea. Jikabidhi mikononi mwa Mungu. Kwa moyo vunjika na kupondeka, mwambie Bwana, tunapoomba sasa, naomba ng'oa, choma na uteketeze dhambi ya kiburi kutoka ndani yangu. Ishindwe katika jina la Yesu Kristo kwanza sasa, ili kusudi nisiwe na kiburi tena katika maisha yangu. Inisaidie mimi kukupendeza katika maisha haya, ili niwe ni ulisi uzima wa milele pamoja na wewe. Tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Israeli, wewe ndiye Mungu mfalme, wewe ndiye Mungu mwezeshaji wa mambo yote hapa duniani na mbinguni. Wewe ndiye Mungu mwenye uweza na mamlaka. Baba, tunakusihi katika jina la Yesu, wewe unayechukia kiburi, unisaidie mimi, uwasaidie na wapendwa wenzangu, kwa maana sipendi kupona peke yangu. Utuponye dhidi ya dhambi ya kiburi inayoiangamiza dunia, inayosababisha kuchochea maovu mengine yote duniani hapa, ili kusudi ukitujalia au kinijalia mimi specifically, mimi rasmi, nikashinda dhidi ya dhambi ya kiburi, nikajikute dhambi nyingine zote ninazishinda, kwa sababu nitazistahimili, kwa sababu utakuwa umeniumbia moyo safi uliovunjika na kupondeka, ili kusudi niishi maisha ya kukusifu na kukuabudu na kutukuza milele. Katika jina la Yesu Kristo ninakuomba nikiamini, amina. Mungu akubariki na Mungu alibariki neno lake katika jina la Yesu Kristo, amina. Tuonane wakati mwingine kwa mapenzi ya Bwana.